Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu, na leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu kama jinsi ilivyo kawaida, na hivyo ndivyo huwa tunafanya kila wakati. Tunakwenda kujifunza habari ambazo ni muhimu sana 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 kwenye maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kiimani. Leo nataka tuzungumzie kuhusiana na habari ya mpango wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Angalia, tangu mwanzo Mungu alikuwa na mpango kwa maisha ya mwanadamu. Mungu alikuwa anataka mwanadamu awe na uzima wa milele. Huo ndio mpango wa Mungu, na hata sasa kama bado tunaenda kanisani na bado tunaamini katika Kristo, ni kwa sababu tunajua sio bure. Tunajua kwa sababu tuna thawabu ambayo tumeahidiwa, tuna zawadi ambayo tumeahidiwa baada ya maisha haya ya kiroho ambayo tunaishi. Na zawadi hiyo sio nyingine, ni uzima wa milele. Sehemu zote ambazo Yesu Kristo alikuwa anaulizwa kwamba tunakufuata wewe tutapata nini, Yesu Kristo alikuwa anasema mambo mengine, lakini kubwa zaidi alikuwa anazungumzia habari ya uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele ni nini? Na tukisikia habari za uzima, maana yake kinyume cha uzima huwa ni kifo. Nataka tuzungumzie habari za kifo, alafu baadaye tutakuja kuangalia habari ya huu uzima wa milele. Ukirudi katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2, Mungu alimweka Adamu katika bustani ya Edeni ili aitunze. Lakini ukija kuangalia kuna masharti ambayo Mungu alimpatia Adamu. Alimwambia kwenye sura ile ya 2 na mstari wa 17, Mungu alimwambia Adamu kwamba waweza kula matunda ya miti yote, lakini tunda hili la ujuzi wa mema na mabaya usiwahi kugusa hata siku moja. Lakini kama jinsi ilivyo kawaida ya mwanadamu ana nafasi ya kufanya maamuzi, kuchagua. Adamu akachagua kumwasi Mungu. Adamu akachagua kutofuata kile ambacho Mungu amemwagiza kufanya. Na tunajua kabisa kwamba kila maamuzi ambayo unayafanya kwenye maisha yako ni lazima yaje na matokeo. Na ndivyo jinsi ilikuwa kwa Adamu. Alipofanya maamuzi ya kile ambacho aliamua kufanya, basi kulikuwa na matokeo ambayo yalipatikana kwenye maisha yake. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 5 na mstari wa 12, natuambia kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia duniani, na hiyo dhambi ikaleta mauti. Sasa tunataka tuzungumzie hii mauti ambayo ililetwa na dhambi, na hii dhambi ambayo iliingia kupitia Adamu. Hii mauti ambayo tunaizungumzia hapa haina utofauti mkubwa sana na mauti ambayo tumezoea kila siku. Unajua tunaishi kwenye maisha ambayo vifo vinatokea kila siku, vifo vinatokea kila leo. Tunapoteza ndugu zetu wa karibu, watu ambao tunawapenda. Lakini hichi kifo ambacho kinazungumziwa hapa, ambacho Mungu alimwambia kwamba kama utakula tunda hili ambalo nimekukataza, hakika utakufa. Kifo ambacho Mungu anakizungumzia hapa kina utofauti kabisa na kile kifo ambacho tunakijua cha kila siku, kifo cha mwili, kifo ambacho tunaona kila siku. Lakini kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo vinafanana kati ya kile kifo ambacho Mungu amezungumzia kwenye sura hii na kile kifo ambacho tumezoea kila siku. Sasa kusudi la somo langu ambalo nakwenda kufundisha ni kutuonyesha hichi kifo kilikuwa kina maana gani. Hichi kifo ambacho Mungu alimwambia Adamu hakika utakufa, Mungu alikuwa anamaanisha nini? Kwa hiyo somo letu litajikita zaidi kuzungumzia hichi kifo kilikuwa kinamaanisha nini, na tutakuwa na pointi 3 ambazo tutazungumzia kwenye somo hili la kutuonyesha kwamba hichi kifo kilikuwa kinamaanisha nini, na tutajifunza kwa utaratibu sana. Tutakuwa na pointi moja baada ya nyingine. Leo nataka tuanze na pointi ya kwanza juu ya hichi kifo ambacho kilizungumziwa kwenye sura hii ya 2 na mstari wa 17 kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukiangalia moja kwa moja, baada ya kuwa Adamu na mke wake wamekula lile tunda, kiukweli kabisa hawakufa katika miili yao, hawakuanguka pale chini na wakafa. Na kwenye kitabu cha Warumi 5:12 natuambia hivi kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia duniani, na hiyo dhambi ikaleta mauti. Lakini ukija kujiuliza kwenye maisha yetu ya kawaida kila siku, kuna wakati ambako tunatenda dhambi, kuna wakati ambako unamkosea Mungu, kuna wakati ambako unatenda dhambi. Swali ni je, baada ya kuwa ulitenda ile dhambi, ulianguka pale na ukafa hapo hapo? Haukuanguka na ukafa hapo hapo. Sasa je, hichi kifo ambacho kilizungumziwa pale baada ya kuwa mtu ametenda dhambi ni kifo gani? Ndio hichi ambacho tunakwenda kuangalia. Maana ya kwanza ambayo leo tunaigusia ya hichi kifo ambacho Mungu alikizungumzia pale, alimaanisha kupotea. Kifo cha kiroho kinamaanisha kupotea. Kifo cha kiroho kinamaanisha kupotea. Na maana ya kupotea tunajua kabisa kwamba ni kupita njia ambayo haukuelekezwa, ni kupita njia ambayo haikufikishi kwenye lengo, ni kupita njia ambayo sio sahihi.
Adamu alipewa njia sahihi, Adamu alipewa maelekezo, Adamu alionyeshwa ni wapi anapaswa apite, lakini Adamu akachagua njia nyingine ya kupita. Adamu akachagua njia nyingine ambayo haikuwa inamfikisha kwenye lengo. Lengo la Mungu ni nini? Kama jinsi ambavyo nimeanza kwa kusema, lengo la Mungu ilikuwa ni kila mwanadamu aupate uzima wa milele. Turudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Maandiko yanatuambia kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee. Haisemi kwamba ili kila mwaminie asife, kwa sababu katika muktadha huu ambao unazungumziwa hapa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 na mstari wa 16 ndio muktadha ule ule ambao umezungumziwa kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17 kwamba hakika utakufa. Kwa hiyo ile kufa pale na hii kupotea ni maneno mawili ambayo yanasikika tofauti, lakini yana maana moja. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee. Kwa namna nyingine pale tungeweka neno asife, lakini si kufa katika namna ya mwili, lakini kufa katika namna ya roho. Anasema kwamba ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ina maana kama utapotea, utakosa kusudi la Mungu ambao ni uzima wa milele. Kama utapotea, hautafikia ule mpango wa Mungu kwa wanadamu wote. Mpango wa Mungu kwa wanadamu wote ni kwamba waishi uzima wa milele. Na wapendwa, wacha niwaambieni kitu. Huu uzima wa milele ambao niko na uzungumzia hapa, ama ukisikia kila wakati nitakapozungumzia bali ya uzima wa milele, haikuwa mpango wa Mungu kwamba hii mili yetu kwamba ingeishi katika uzima wa milele. Kuna wakati hii mili lazima tu ingeharibika, lakini mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba sisi lazima tupewe mili ya utakatifu mingine ambayo ingeishi uzima wa milele, mili isiyoharibika, mili isiyo na magonjwa. Ndio maana hata sasa mpango wa Mungu bado umebaki pale pale kwamba wale wote ambao wanakufa katika Kristo watafufuliwa na kupewa mili ya utakatifu ambayo itaishi uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele ni ule muunganiko kati ya mwanadamu na Mungu. Huu uzima wa milele ni ule ukaribu kati ya mwanadamu na Mungu, yale mahusiano, ile urafiki, ile upendo, ile ule ushirika kati ya mwanadamu na Mungu. Huo ndio uzima wa milele, ile kuishi katika raha ya mahusiano kati ya wewe na Mungu. Huo ndio uzima wa milele. Kwa hiyo sasa nimesema kile kifo ambacho kilitamkwa pale ilikuwa ikimaanisha kupotea. Ilikuwa ikimaanisha kupotea. Sasa tukirudi katika habari ya kile ambacho nazungumzia kwamba Mungu alimwambia hakika ukila tunda hilo utakufa. Sasa hicho kifo kinazungumziwa hapo ni kupotea. Mwanadamu alivyokubali kumwasi Mungu, aliruhusu dhambi kuingia ulimwenguni. Na dhambi ilipoingia ulimwenguni haikuja kama tu jinsi ilivyo, ilikuja pamoja na kifo. Hicho kifo ambacho tunakizungumzia hapa ni kupotea. Adamu alipotea katika mahusiano yake na Mungu. Adamu alipotea katika ukaribu wake na Mungu. Adamu alipotea katika misingi ambayo Mungu alimweka. Unajua, amekwisha pewa majukumu ya kufanya. Adamu amekwisha kabidhiwa sehemu ya kuishi. Adamu amekwisha kabidhiwa mifumo ya maisha, lakini Mungu akimtazama Adamu hamuoni. Mungu akimtazama Adamu katika majukumu aliyompatia hamuoni. Ni kwa sababu gani? Adamu amekufa, na sio tu kufa kimwili ambavyo kama jinsi ambavyo tumekuwa tukitafsiri hapa, lakini amekufa katika ulimwengu wa roho. Na hivi ndivyo jinsi ambavyo inatokea kwetu wote. Pindi ambako tunachagua kuanguka dhambini, pindi ambako tunachagua kushikilia utu wa dhambi, tunapotea. Mungu akitazama hatuoni. Ni kwa sababu gani? Tumeamua kuvaa utu wa dhambi, tumeamua kushikilia utu wa dhambi, tumeamua kushikilia asili ya kale. Kwa hiyo Mungu akitazama hatuoni. Kuna watu wengi ambao mmepewa huduma za kufanya. Kuna watu wengi mkoa waimbaji, mkoa wainjilisti, mkoa walimu, mkoa wahubiri, na wengine mpaka sasa hivi mmepewa hizo huduma, zimo ndani yenu, lakini hatuwaoni. Kwa sababu gani? Hatuwaoni mkifanya hizo huduma kwa sababu mmekufa, na sio kufa katika mili, lakini mmekufa kiroho. Mmeruhusu utu wa dhambi ukatawala maisha yenu, mmeruhusu utu wa dhambi ukashikilia maisha yenu, mmeng'ang'ania pale ambako ni asili ya mwanadamu. Kwa nini? Mwanadamu yoyote ambaye anazaliwa na mwanamke anakuja katika asili ya dhambi. Ndio maana Nikodemo alipomfuata Yesu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3, alipomfuata Yesu akamuuliza Yesu kwamba anawezaje kuurithi ufalme wa Mungu? Yaani anazungumzia sana na upataje uzima wa milele. Yesu Kristo akamwambia hivi, hakuna njia nyingine yoyote, lakini lazima uzaliwe mara ya pili. Huku kuzaliwa mara ya pili ni kuufisha mwili wa dhambi. Ni kusema kwamba mimi sitawaliwi tena na mwili huu, mimi sitawaliwi tena na maisha ya dhambi. Nimeyatoa maisha yangu kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo
Adamu na mke wake wakatenda dhambi hii, wakala lile tunda, na baada ya kuwa wamekula lile tunda kama jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewaahidia kwamba hakika mtakufa, na kweli walikufa. Sasa walikufa kwa namna gani? Walikufa kiroho. Ukija kusoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na mstari wa 9, baada ya kuwa wamekwisha kula lile tunda, Mungu anakuja kwenye bustani, anamuuliza Adamu, uko wapi? Hili swali ambalo Mungu anamuuliza Adamu kumuuliza kwamba yuko wapi, si kwamba Mungu alikuwa amuoni Adamu alipo, si kwamba Mungu hakujua kilichotokea, lakini Mungu alitaka Adamu arudi katika ufahamu wake, kuelewa kwamba amekwisha potea, amekufa. Kwa sababu gani? Adamu sio yule ambaye ameachiwa. Badala sasa, unajua Adamu alipewa kazi ya kufanya na imemshinda. Adamu alipewa majukumu ya kutekeleza na yamemshinda. Kwa hiyo Mungu anamuuliza uko wapi? Ni kwa sababu gani? Adamu amekufa katika majukumu aliyopewa na Mungu, haonekani. Kwa hiyo nikirudi katika kile ambacho najaribu kuzungumzia, kuna wakati ambako ulikuwa na makundi fulani, ulikuwa na marafiki fulani, ulikuwa na watu fulani ambao mnashiriki nao katika aina ya dhambi fulani fulani. Ukiamua kuokoka na kuua utu wa dhambi, ukiamua kuua utu wa kale. Unajua kuua utu wa kale ni nini? Kuua utu wa kale ni kumruhusu Kristo yeye atawale maisha yako kwa ujumla, atawale maisha yako mazima. Huko ndio kuua utu wa dhambi. Kwa wakati fulani ambako tukichagua kuua utu wa dhambi, tukamruhusu Kristo yeye akae kwetu, yeye Kristo atuongoze, kitu kinachofanyika ni nini? Tunaanza kupotea katika maisha ya dunia. Watu ambao tulikuwa tunatenda nao dhambi wanaanza kutuuliza, mbona siku hizi haonekani kijiweni? Mbona siku hizi haufanyi hiki na hiki? Unapotea kwenye vijiwe vya masengenyo, unapotea kwenye vikao vya washirikina, unapotea kwenye vikao vya walevi. Kwa hiyo wataanza kuulizana uko wapi, kwa sababu kanuni ni hii: ukifa katika maisha ya dunia unapatikana kwenye maisha ya kiroho. Ukifa kwenye maisha matakatifu, ukifa kwenye maisha ya dunia unapatikana kwenye maisha matakatifu, na ukifa kwenye maisha matakatifu unaanza kuonekana duniani. Kwa hiyo ni aidha uchague unataka uonekane katika upande upi. Aidha unataka upatikane katika upande huu ama katika upande huu. Lazima tu uchague sehemu moja ambako unataka uonekane. Adamu alichagua katika upande mwingine, ndio maana Mungu anakuja na mtafuta, kwa sababu hamuoni. Kwa hiyo kifo tunachozungumzia pale, Mungu anamwambia hakika utakufa. Hiyo hakika utakufa ni kwamba utapotea katika uwepo wa Mungu, utapotea katika kibali cha Mungu, utapotea katika neema za Mungu. Ndio sababu kuna wakati mwingine huwa tunalaumu sana, mbona fulani anafanya hivi, mbona fulani anafanikiwa akifanya hivi, mbona fulani anafanya akifanikiwa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunalalamika, lakini kumbe tumekwisha potea katika listi ya watu ambao Mungu anataka wabariki, haumo. Katika listi ya watu ambao Mungu anahitaji awafunike kwa damu ya mwanae Yesu Kristo, haumo. Ni kwa sababu gani? Umekwisha kufa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza somo letu hili nitaka nifundishe hapa, niwaambie kwamba kile kifo ambacho kinazungumziwa pale ni kifo ambacho kinazungumzia habari ya kupotea katika uwepo wa Mungu, habari ya kupotea katika ukaribu na Mungu, habari ya kupotea katika ushirika na Mungu. Hauonekani, haupo. Ni wewe kuchagua kwamba je, utakubali kuua utu wa dhambi, utakubali kusurubisha mwili wako ili uweze kuonekana katika maisha ya utakatifu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Hakuna namna vile ambavyo utapatikana huku na upatikane huku. Lazima uchague upotee huku na upatikane upande wa pili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza somo hili nataka tuangalie kwamba maana ya kifo ambacho kinazungumziwa pale ni kupotea. Ni matumaini yangu kwamba Mungu atupatie nguvu tuweze kushikilia maisha matakatifu, tuendelee kuishikilia imani ili tusipotee katika uwepo wa Mungu. Hadi kipindi kingine ambacho tutakuja kuangalia sasa maana ya pili ya hichi kifo ni nini. Mungu akubariki sana. Amen.